Lakini mpaka hapa, aja'ala al-alihata ilahan wahida, huyu Muhammad yukoje? Yana anataka kufanya hiyo miungu yetu yote tuiache, tumwabudu Mungu mmoja. Yani huyo Mungu tumwombe mvua, huyo Mungu tumwombe mali, haiwezekani. Inna hadha la shay'un ajab, hili ni jambo linashangaza kabisa. Wao ndio wanajenga hoja zao, haiwezekani kuwa na Mungu mmoja aliyekuwa sisi tunataka vitu vingi. Kwa wao wakawa na Mungu wao wa kuomba mvua, kuna Mungu wao wa kumuomba katika masala ya kuoa, wana Mungu wao katika masala ya kutaka kama ishaharibika kutaka kutalaka, na yani wana mambo mengi. Kwa hiyo katika yale utendaji wao wakawa wana shida. Kwa tauhidul uluhiyya inatuhitaji sisi kumrejea Mola wetu mmoja katika yale tunayofanya. Na tauhidi ya tatu, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, kuamini majina yake Allah na sifa zake. Kwa Allah ana nini? Ana majina na Allah ana sifa. Hizi ni tauhidi tatu, kila mmoja takikana kuamini. Sasa amezikusanya pamoja kwamba hizi ndio lazima kwa kila Muislamu kuamini. Akakusanya mambo manne: al-iman bi wujudillah, al-iman bi rububiyyatihi wa bi uluhiyyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Akazikusanya zote kwa pamoja kwamba hizi ni nguzo muhimu katika imani ya kumwamini Allah, kila mmoja anatakikana kuamini. Lakini akajikita katika kufafanua nguzo moja katika hizo nguzo nne, ambayo kitabu kizima hiki kimekuja kuelezea nguzo moja katika hizo nguzo nne, ambao ni nguzo gani? Al-asma wa sifat, tauhid al-asma wa sifat. Kisha mwalimu akasema manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi min ad-dini. Manzilatul ilmi bi asma'illah, nafasi ya mtu kuwa na elimu ya kufahamu majina ya Allah na sifa zake. Kufahamu hili ni jina la Allah, pili kufahamu kinachofungamana na jina hilo katika sifa za Allah, wa sifatihi, na kuzifahamu sifa zake min ad-dini, katika dini ya Uislamu. Yani kufahamu majina na sifa za Allah kuna nafasi gani katika dini? Kuna nafasi gani katika dini? Katika dini. Akasema wa tauhidullahi bihi, wa tauhidullahi bihi, kumpwekesha Allah bihi ay bi asma'ihi wa sifatihi. Hiyo inarejea katika al-asma' wa sifat. Wa tauhidullahi bihi, na kumpwekesha Allah kwa hayo majina yake na sifa zake. Ahadu aqsami at-tauhid ath-thalatha, ahadu aqsami at-tauhid ath-thalatha, ni moja ya vigawanyo vya tauhidi vitatu, ambayo tauhidul rububiyya wa tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma'i was sifat. Akasema muallif, famanzilatuhu fid dini 'aliyatun wa ahammiyatuhu 'azimatun. Muallif akasema famanzilatu, nafasi ya majina ya Allah na sifa zake katika hii dini, aliyah, ni ya juu, imana yana nafasi ya juu katika dini, yana nafasi kubwa katika hii dini. Wa ahamiyatuhu adhima, na umuhimu wake katika dini yetu, umuhimu wa majina ya Allah na sifa zake katika dini, umuhimu wake ni mkubwa sana.
ni mkubwa mno. Wala yumkinu ahadan an ya'budu Allah, akaanza kuonyesha umuhimu wake. Wala yumkinu ahadan, na haitomwezekana kwa yeyote, na haitomwezekania yeyote an ya'budu Allah, kumwabudu nani? Allah, ala alwajhi alakmal, kwa sura iliyokuwa ni kamilifu, kwa ukamilifu zaidi. Watu wanaweza kawa waabudu nani? Allah, lakini tunatafuta kule kuabudu ambako ni kwa sura ya ukamilifu zaidi. Sasa Sheikh anasema haitawezekana kwa mtu kumwabudu Allah kwa ile sura inayotakikana ya ukamilifu, hatta yakuna ala ilmin bi asma'i llahi ta'ala wa sifatihi, mpaka aweze kuwa na elimu ya kuyafahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi. Muhimu wake unaonekana kivipi? Ili iweje? Liya'budahu ala basira, liya'budahu ala basira, ili aweze kumwabudu Allah kwa uoni, kwa elimu, kwa ujuzi. Lazima unajua majina yake na sifa zake. Sio kama anaitwa Ar-Rahim, anaitwa Al-Malik, ujue hiyo Ar-Rahim nini inakizungumzia na inakusudia nini hiyo Ar-Rahim. Ar-Rahman, ud'u Allah au ud'u Ar-Rahman. Sawa, hiyo Ar-Rahman maana yake ni nini? Inaashiria nini? Inakusudia nini? Kumbe inakusudia hivi, ndio utapata wepesi wafanyeje wa kumwabudu Allah. Ili wewe uweze kumwabudu Allah kwa uoni, kwa utashi, kwa upendo, unayejua majina ya Allah, ili umwabudu Allah ala ilmin, kwa elimu. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna, kisha akasemaje? Fad'uuhu biha, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina mazuri sana, hivyo fad'uuhu biha, muombeni Allah kwa kupitia hayo majina. Allah ametutaka sisi tumwabudu kwa kupitia nini? Majina yake. Aniambie wewe, hujajua hayo majina, unamwombaje? Au ndio unasema kwamba wewe hauna shida unazozihitaji kwa Allah? Hakuna kitu unakihitaji kwa Allah, imani ndio unahitaji. Kwa hiyo lazima kuyajua, ili ukihitaji kumuomba umuombe kwa majina. Lakini vile vile, na hii ni ada kawaida, wewe ili upate moyo wa kwenda kuomba msaada sehemu fulani, kama una kadri unavyopata taarifa za yule unaenda kumuomba, ndipo utakapohamasika zaidi kumjua ni nani, yukoje, sifa zake. Bwana, huyu mtu anapenda sana kheri, alhamdulillah, hana dharau, anaitwa mzee fulani. Kwa hiyo kadri unavyozidi kukusanya zile taarifa, ndivyo unavyokuwa unajengea matumaini ya wewe kuenda kupita kwa kile unachokiendea. Sasa unahalisia tofauti na yule ambaye hamjui, hajulikani, na utanipa moyo sana, nijua alhamdulillah, najua nikimtajia fulani nitajia kitu kwa hali
hakadha. Kwa hiyo ikiwa hizi ndio njia sahihi na njia nyepesi za wewe kuweza kukubaliwa na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yule aliyekuwa anafahamu majina ya Allah, sifa zake Allah, atakuwa ni mwepesi wa kumwendea Allah kwa ile njia sahihi ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu unaweza kukosea basi na kufahamu katika ule uombaji wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam yule bwana alipoingia katika tahiyatu, akaswali, alipofika tahiyatu yeye akaenda kuomba moja kwa moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu amefanyia haraka kitu ambacho hakutakiwa kukifanyia haraka. Alikaje kwenye maombi hujaanza kumsifu Allah, tahiyatu lillah wassalawatu mubuka nakuja kumsalia na kuomba. Na huyo amemsifu Allah akaruka kumsalia Mtume, akasema huyo amefanya haraka. Kwa lazima ujue ule utaratibu wa kuomba. Pamoja hiyo kujua unayemwomba ni nani, ana nafasi gani kwako, nakana kudhihirisha heshima kiasi gani, unyenyekevu. Kwa hiyo Imamu akasema walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, wa hadha yashmalu du'a al-mas'alati wa du'a al-ibada. Asema fad'uuhu biha, muombeni Allah kwa kupitia hayo majina. Dua, maombi ya kumwomba Allah, dua iligawanyika sehemu ngapi? Mbili. Kuna du'aul mas'ala na kuna du'aul ibada, kama alitaja kwa Sheikh. Du'aul mas'ala ni kumwomba Allah kile kitu ambacho wewe unakihitaji direct, moja kwa moja, sawa. Lakini du'aul ibada yenyewe inafungamana na kufanya ibada, sawa. Sasa anahitaji kuonyesha umuhimu wa majina katika hili jambo, umuhimu wa majina katika hilo jambo la dua. Akasema fa du'aul mas'ala an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'i llahi ta'ala ma yakunu munasiban an tuqaddima baina yaday matlubika, ni wewe utangulize mbele au kabla ya kile unachokiomba, utangulize jina miongoni mwa majina ya Allah. Tena si jina tu ambalo ni jina miongoni mwa Allah, bali ma yakunu munasiban, lile litakalokuwa linanasibiana na kile unachofanyaje, unachokiomba. Yani jina lile lina mafungamano na kile unachofanyaje, unachokiomba. Wana itaki huruma kuhurumiwa na Allah, na bibi utamwona jina gani pale? Rahim, ya rahman ad-dunya wa rahimahuma, unaleta Mungu lako. Ya alim, unahitaji elimu, ya alim wa'allimni. Ya fattah, mambo yamefunga uelewe, ya fattah iftah li. Kwa hiyo uwe na munasaba, katoa mfano ma yakunu munasaba, mithlu an taqul, mfano useme ya ghafur ighfirli, ewe mwingi wa kusamehe na kuomba unisamehe mimi. Wa ya rahim, ewe mwingi wa huruma, mwenye kuwarehemu watu kwa huruma yako, na mimi na kuomba unihurumie, nigize mikono kwa huruma yako. Wa ya hafidh, ewe mwenye kuwahifadhi waja, ihfadhni. Unaona kuwa jina lina munasaba mzuri na kile unachokiomba.